Hai. Makasi ni wapendane wasipendane. Makasi ni watembeleane wasitembeleane. Makasi ni watafute serikali pamoja wasitafute. I am happy to be home hapa Kisii kwa my cousins. I have missed you my cousins. I have missed you my cousins. And I love you. Mimi nimefika hapa kama familia kuja kutembelea our cousins kwa sababu sisi ni watu moja. Jamii ya Abogusii na watu ya Mlima Kenya, we are one thing. Kwa mambo ya biashara tuko mbele kama mfuko ya shati, si ndio? Kwa mambo ya matatu tuko mbele. Kwa mambo ya manyumba, mambo ya ukulima, hata jela sisi na nyinyi ndio wengi. Harambe! Unajua watu ya tafutaji lazima wapate matatizo pale na pale. Si mnanielewa? Mnanielewa mwelewi? Harambe! Mimi nimekuja hapa nyumbani kutembea kwa mwaliko ya ndugu yangu Fred Matiang'i. Jana tumekuwa na sherehe maalum na ya maana sana katika jamii ya Abogusii. Jamii ya Abogusii ni jamii ya heshima, lakini haijapata maendeleo na mambo mengine kwa sababu hamkuwa na kiongozi. Si ndio? Mlikuwa mkienda kutafuta serikali mnapitia kwa third party. Hamuendi kwa meza direct. Sasa wakikula wanakula miguu, wanakula mbavu, mnapewa matumbo. Si ndio? Mmechoka na matumbo? Mmechoka na matumbo? Sasa vile jana wazee ya jamii ya Omugusii, Matundura mzee wetu na wengine kina Profesa Samongeri, wazee wa hekima, wa maana, wa heshima katika jamii, wamepiga darubini, wameangalia, wamepima, wamekubaliana kwa kauli moja ya kwamba lazima jamii ya Abogusii ikuwe na kiongozi na msemaji. Na jana ikaamriwa mchana, kila mtu akiona ya kwamba kiongozi wa jamii ya Omugusii na msemaji pekee ni Dr. Fred Okengo. Wangapi wamekubaliana na hiyo? Wangapi wamekubaliana? Basi sasa mimi kama mmepitisha hiyo, wacha nifanye kazi yangu. Mnajua chama yangu inaitwa nini? Inaitwa nini? Kazi yake DCP. DCP. Suneka tusikize ground ama namna gani? Tusikize. Haya. Hapa ni Suneka. Hapa ni Suneka. Rigiji amefika kusikiza ground. Hapa Suneka. Munasemaje? Ati? Ati? Ati Suneka munasemaje? Hapa ni one time. Wacha tuone. Harambee! Wewe Ruto. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe mwizi. Wewe muuaji. Wewe mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende. Kasongo aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende. Basi sisi tumefurahi sana. Mtupatie huyu ndugu yetu Fred Matiang'i. Amekuwa Amerikani. Tumeona mambo imekuwa ngumu. Tukasema mambo ikuwa ngumu, familia inaketi pamoja. Tukaenda mpaka Amerika. Tukamwambia wewe kiongozi, kumeharibika kule. Wakikuyu wanasema kumedhuka. Si ndio? Kumefanya nini? Kasongo ametumaliza. Amepiga jenzi risasi. Amesema tupigwe risasi ya mguu. Ameiba mali ya Kenya. Ameharibu uchumi. Ameharibu masomo. Ameharibu matibabu. Amebagua jamii ya Omugusii. Tukamwambia kijana, toka Amerika huko kwa wazungu, kuja nyumbani utusaidie kufukuza Kasongo aende nyumbani. Harambee! Si amefanya mzuri?
ama wangekaa huko asaidie Wasugu tukiumia? Asaidie Wasugu ama nyumbani? Hapa nyumbani. Sasa mimi miezi alipokuja akanialika hapa Kisii, yule kijana ya Kasongo, hii anaitwa nani? Bana, hii hapa, hii gavana anaitwa nani? Ati Simba. Simba ya Sangabi. Hiyo ni Simba gani? Hiyo ni Simba Malala. Sasa huyo Simba yenu hiyo anasema ati Rigiji amealikwa na Matiang'i Kisii, ati hawezi fika Kisii, hawezi. Ni ya mama atadu. Mimi nasema, unajua huyu Kasongo alikuwa anataka kuniharibia jina kwa sababu anajua mimi ni maarufu. Alitaka nisitembee Kenya. Anasema ati mimi nakaa mlimani, sitembeangi Kenya. Mimi nauliza, hapa ni Nyeri? Hapa ni Kirinyaga? Hapa ni Nyandarua? Hapa ni Tharaka Nithi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni Kisii. Wangapi wamekaribisha Rigiji? Wamekaribisha Rigiji. Harambee. Wacha nimwambie ndugu yenu, my people, you have a great leader here. Alifanya kazi na Uhuru Kenyatta, akapewa maneno ya masomo akanyorosha, akanewa mambo ya usalama akanyorosha. Huyu kiongozi atakuwa kiongozi wa maana katika Jamhuri ya Kenya, si ndio? Si tutaunda serikali pamoja? Si kazi ni mingi hapo, tutagawana. Mmoja ashike hii, mwingine ashike hii, namna hii tuendelee, si ndio? Lakini ndio huyu kiongozi afaulu, lazima muunge mkono kutoka nyumbani. Charity begins at east or west? East or west? Huyu Fred Matiang'i hawezi faulu kama hana support nyumbani. Na njia moja ya kusupport yeye ni kumuondolea wale vijana wanatumiwa na Kasongo kumtatiza na kutatiza jamii, si ndio? Adui yenu kubwa ni wasaliti wa jamii ya Omugusi. Wale ambaye wamekubali kuuza jamii kwa Kasongo wanafikiria tumbo yao. Jana huyu governor wa hapa Kisii amepewa pesa na Kasongo, wakiwa na Osoro na Nyakundi na yule Zahil. Wametafuta wakora wahuni, wamenunua mapanga na mishale na fimbo, wampige wamuue Fred Matiang'i jana pale Keroka na pale Kisii. Ni aibu, si aibu? Sasa nyinyi mkitaka huyu kiongozi afaulu, kwanza msafishe Kisii. Msafishe. Wasaliti wote mfanya nini? Huyu governor ni one term, si one term. Huyu Arati ni one term, si one term. Wangapi wanasema Arati ni one term, one term, one term, one term? Aende nyumbani asiende? Aende nyumbani asiende? Na hiyo vijana watatu ambaye wanatumika, wanapewa pesa kila mtu milioni 2 kila wiki, wamtatize Matiang'i, watatize jamii ya Omugusi. Msafishe. Mtasafisha? Mtasafisha? Na mimi nitaangalia huyu kiongozi ataheshimika mlimani, ataheshimika Ukambani, ataheshimika Ingo, ataheshimika Pwani kama kwanza ameheshimika nyumba. Ana kama hakuna heshima nyumbani, hakuna heshima atapata nje. Ni makosa watoto wadogo kumtukana Matiang'i hapa Kisii. Watu wanasema yeye ni bure, hakuna kitu anajua, sijui nini. Mimi wacha nimwambie pale mlimani, hiyo vijana